Bwana asifiwe. Tusome neno la Mungu kutoka barua ya kwanza ya Paulo kwa Watesalonika. Watesalonika sura 3 mstari ya kwanza hadi ya 3. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi kwa hiyo tulipokuwa hatuwezi kuvumilia zaidi, tuliona vema kuachwa Atene peke yetu. Tukamtuma Timotheo ndugu yetu, mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya Tukamtuma Timotheo ndugu yetu, mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani yenu. Mtu asifadhaishwe na ziki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo. Amen. Kichwa cha somo letu nimekiandika hivi: imarika katika imani ili uimarishe ndugu yako. Imarika katika imani ili uimarishe ndugu yako. Affermis dans la foi pour affermir ton frère. Mafundisho haya ninaweza sema ninaendelesha somo niliyoanza siku ya Mungu, ambayo ilikuwa na kichwa hakuna kitu kitatutenga na upendo wa Kristo. Na ukikumbuka somo la mwaka kwa kanisa letu, mwanzo ya mwezi tulitangaza somo kubwa la mwaka tukisema, kama tai ninapanda juu zaidi. Na shabaha kubwa ya somo hili la mwaka ni kutupandisha juu katika maisha ya roho. Kwa sababu tumeelewa kama roho ikipanda juu, maisha ya kiroho ikipanda juu, na maisha ya mwili nayo yanaendaka juu. Lakini maisha ya roho ikianza shuka, ikivurugwa, hata biashara yako na vurugwa, hata afya yako na vurugwa, hata maisha yako ya jamaa na vurugwa. Na shabaha hii ni kutaka tuwe wa Kristo ambao tunasimama imara, kama vile Paulo anasema kwa Waefeso sura 4 mstari ya 12 hadi 14, ili tusiwe tena watoto wachanga ambao watatupwa huku na huku kama vipepeo kwa kila hewa ya udanganyifu ambayo itafika, lakini tukomae ili tujenge pamoja mwili wa Kristo. Imarika katika imani ili uimarishe ndugu yako. Kwa kweli kuimarika katika imani ni jambo nzuri sana. Na unaweza jiuliza, je, pastera na mashaka na imani yetu? Sijakushakia una imani, lakini yawezekana imani yako inatikisika. Yawezekana imani yako inacheza. Na kama imani yako haijakamilika, haijasimama imara, huwezi imarisha mwenzako. Si mlikuwa mnasikia wakati ya mabombe manyumba, papa na kaanza tetemeka, familia yote inatetemeka. Lakini nilikuwa naona hata inapiga, mtu anakuuliza biko haya c'est bien. Na wanapata moral. Baba akiwa dhaifu, akishindwa kusimama imara, na wanyuma wanachoka, nao hawatapata nguvu. Lakini tunahitaji sasa kusimama imara ili nasi tuimarishe wengine.
mahali tulisoma ni Paulo anatuma Timotheo kwenda Thessalonika. Na kuna shabaha anapomtuma, anasema tukamtuma Timotheo ndugu yetu, mtumishi wa Mungu katika injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani. Timotheo anaenda sababu amekamilika. Unajua kiwango unapanda juu na kiwango vita vinakomaa. Acha nirudie Muagano la Kale kidogo. Wakati unasoma kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari ya 8, pale Musa amekufa. Sasa Mungu anahitaji mwingine ambaye atagomboa Musa. Na Musa alikuwa nimero, nabii ambaye aliheshimika. Miujiza ilitendeka, nani awezaye kumgomboa? Lakini Mungu anasema na Yoshua, wewe utaendelesha. Lakini anamwambia maneno, uwe hodari. Ni ile kwa Yoshua 1 mstari ya 6 naanza, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana kama utabeba kundi, ni lazima uwe hodari. Kama utaimarisha mwingine, ni lazima kwanza wewe uwe hodari. Fortifie-toi et prends courage. Ninapenda kwa fasi ingine sawa Samueli wa kwanza ile sura ya 4 mstari ya 9. Wakati anasema na Wafilistini hapa, anasema muwe wanaume. Na japo iko naambia wanaume. Lakini mwanaume anaambiliwa tena seme uwe mwanaume. Yaani hapa ni kutaka kumwambia upande kiwango kingine zaidi ya ile hali ambayo uko ndani, kwa sababu mbele yako kunakuwa kazi kubwa. Kazi kubwa. Unajua ninapongeza kila mara wazaliwa wa kwanza. Mimi niko wa pili mwetu. Menye wa kwanza muko na magumu, pole. Mnaifurahia kazi ya heritage tu, lakini pole kwenu. Yaani kuwa mtu ya kwanza mjamaa, vita ni vikali. Na ukiona hata Muagano la Kale, kama unaona kitabu ya Kutoka sura 12, wakati pigo zinafika, pigo ya mwisho ya 10, hawakuchaguaka watoto ya pili au ya tatu. Walisema kaseme kila mzaliwa wa ata, mnashindwa kusema hivi. Yaani mzaliwa wa kwanza kuna urithi ambao anao. Kuna urithi ambao wamemwekea. Hata yeye hajui, ni mdogo sana, lakini wanajua kuna urithi yake. Si Herode alijuaka Yesu na japo Yesu angali katoto. Yaani nasi kama Wakristo ambao tumeitwa warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo, tujue kama tuna vita na shetani ambaye anaona kama tunafungwa ambayo imeandaliwa kwetu. Na kila mara angelipenda tunyanganye ile. Atunyanganye ile. Wazaliwa wa kwanza, poleni. Poleni. Mwanzo 25 ninaona Esau ambaye alikuwa na jaribu. Yaani ninyi wazaliwa wa kwanza, kama hupigwe vita na Yakobo ndugu yako mdogo, utapigwa vita na Rebeka mama yako. Mnaogopa sasa kuwa wazaliwa wa kwanza? Acha niwahimize tu kuonyesha kama kadiri unapanda, kadiri unaonyeshwa, na shida zinaongezeka na vita vinaongezeka. Lakini hapa acha nikwambie kama ujipe moyo. Ni hapa Paulo anatuma Timotheo na kusema wende watie moyo, wende wafariji.
hawa ambao wamepokea habari njema na ambao wamepokea urithi na wanakuwa pia warithi wa Mungu, pia warithi pamoja na Kristo. Habari hii Paulo anaikuta ni wakati alifanya safari. Biblia inatuambia hata na habari za hadithi ya Israeli. Ukisoma historia ya Paulo na safari zake za kimisionari, ilikuwa kwa safari ya pili ya kimisionari. Na Paulo anafika na Sila na wenzake wanafika Tesalonike. Wakati wanafika Tesalonike, Biblia inatuambia kama wakakuta shamba wazi na wakaanza hubiri watu. So walikuwa ni Wayuda na Wagriki ambao walijaa pale. Na Paulo alianza pasha habari za kufa kwa Yesu, za kufufuka kwa Yesu. Na Biblia inatuambia kama kuna wamoja wakaokoka kati ya Wagriki na kati ya Wayuda. Na wale ambao waliokoka wakaanza changamukia habari njema. Wenzao wakasikia habari Wayuda, wakasema vikoje? Wakaanza ambiana, wale watu ambao wako wanabadilisha, wanapindua ulimwengu, wameshafika mjini mwetu. Wakaanza kuwafanyia mbinu Paulo ili wamtese, ili wamsumbue, kwa sababu waliona kama ni hatari kubwa ambayo inafika pale. Ukisoma historia ya Paulo, wanatuambia kama wakamkimbiza. Alifanya tu sabato 3. Kama unasoma Luka sura Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume sura 17, ukisoma ile chapitre inakupasha ile habari yote. Wakaanza winda Paulo ambaye analeta habari mpya ya mfalme mpya. Na walipomwinda, sababu kuna wale walikuwa wameokoka, wakina Jason, wakina Gaius, wakaenda kwa nyumba ya Jason na kumutafuta na muplafo na wapi. Hawakumupata, sababu walikuwa wamemtorokesha aende Bere, pwani. Na wakati wamemkosa, wakashika huyu Jason na ndugu zake na kumubeba kwa magistrat. Sema ndio ilikuwa anere labda ile wakati. Wakamusambisha, akasema msiniue. Biblia inasema hata wakapana franka, bakalipisha amande. Bakalipa amande. Bakawaachilia, lakini Paulo alisha. Na hawa wamebaki katika woga, sababu wameingiliwa na wanashambuliwa kwa habari za Yesu Kristo. Biblia inatuambia kama kule walikoenda Paulo akahubiri tena, wakakubali. Aba benye balikuwa huko Tesalonike, benye balimuwinda, bakasikia aseme Paulo iko kule pwani Bere, bakamfuata tena. Wakati anasikia ndo wale, bakamkimbiza tena, kaenda Atene. Anapofika Atene, Biblia inatupasha kama akahubiri tena habari. Lakini Atene ilikuwa mji ya intellectuel, mji ya filosofi, na ilijaa masanamu, statue idol. Na wakamuuliza, hii elimu mpya uko naleta weye inatokea wapi? So si ndio wenye elimu, si filosofi. Na wewe unatokea wapi? Sababu ni kuambie, Paulo alisoma chini ya miguu ya Gamalieli. Na Paulo alipoongea, waliona kichwa chake kinaenea kabisa. Na hawa wakasema, huyu nani nani ambaye anasema vitu sawa hivi lakini analeta elimu mpya? Biblia inatuambia, akawajibu akawaambia, mimi sikufika na kitu kipya, lakini nimeona mji wenu mnamjua Mungu. Lakini
mnaabudu Mungu ambaye hamumjui. Nimefika tu kuwavungulia yule Mungu mwenye mnaabudu. Naye ni Mungu mkuu aliyeumba mbingu na huyu Mungu hakuna njia nyingine isipokuwa njia ya Yesu Kristo. Asema mwa kaokoka kwa filosofi. Asema benye pato Biblia na bataya barishe bakaokoka, lakini wengine hawakuokoka. Paulo iko pale Athene, lakini akili yake inapiga kwa Kristo wenye aliacha Tesaloniki. Sababu aliwacha katika hali ya uchungu, katika hali ya huzuni. Jo pale tulisoma. Ndipo pale akiwa Athene na ndugu zake wakatuma Timotheo. Siye hangelirudia tena huku mbio mbio, kwa walimuinda. Akatuma Timotheo ambaye aminia kama ameimarika. Akamwambia Timotheo, wende Tesalonike, bale watoto ya roho tuliachaka kule, uwaimize, uwafermie, na uangalie hali gani yao ya imani yao iko je kwa ile hali tuliyowaacha. Wapendwa, hapa kuna maneno mawili zaidi ningelipenda kukazia. Kuna neno ya kuimarika na kuna neno kuimiza katika imani. Kuimarika ni nini? Affermir c'est quoi? Ni nguvu. Kiswahili hatuko Waswahili wa Tanzania. Ni kulogota ile mubirere tu. Ndio tunatembea kanayo tu. Lakini kuimarika ninaweza sema ni sawa kuimiza, kuweka nguvu. Kustawisha ni nini? Kustawisha, kurendre stable, kuweka imara, rendre constant. Yani kitu kisitikisike tena. Ni sawa vile valimai ya mashamba pale, ndio tunaweza elewana mbio mbio beba nelaka Ruchuru hata Umakoro. Unapanda maharagi, ile maharagi wakati unaipandaka inaanza lukamba, lakini mwenye akili anaenda tafuta muti ya kuisegemea. Na ile muti hii lukambe tafuta tu kwenye muti iko naenda. Ninaweza sema ndio kurandre, ndio kutia imara, unatia muti kusudi hii mayani isiwaye, ibakirie tu itembee pale na itembee pale. Na hii mti ya kutegemea si ingine kwetu wa Kristo ndio neno la Mungu. Maana neno la Mungu tukikua kwalo hatutawayawaya. Tutabakia tu kubanana na ile neno la Mungu. Lakini pia imani. Imani ni nini? Pale ni haraka kujibia kusema si Waebrania 11 mstari ya kwanza inasema imani ni yani mkiswahili ni kuwa na uhakika ya mambo ya tarajiavyo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini Paulo alipenda sana pale, lakini akaenda zaidi. Sababu sisi tunaishiaka pale tu kuimani ya kusema, sawa leo nikisema hapa, kanisa la Source, ninawaambia kama miaka 10 tutakuwa na avion, kampani ya avion ambayo tutaita la Source Airline. Sipana mtasema kweli mchungaji iko na imani. Na niko nayo. Sini ishabisema marapili ya avio hii. Tufanyake na siya kompani ya avio. Pale ni imani. Sasa Paulo anaendelea kusema hivi, imani ni ile kuamini, croyance, kama Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na Paulo anapoongelea Timotheo kwenda waimize katika imani, ni kutaka kuamwambia angalia kama ile imani tulibachiaka ndio ile utakuta. Yaani kwake ni je? Ni kusema imani kwake ni ile mafundisho ya msingi ambayo walipana, na sio ingine
ni ile mafundisho tu ya Yesu Kristo. Sini pale kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari ya 10 anasema, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, ni Paulo anasema, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu anayejenga juu yake afanye hange, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule tu uliokwishwa kuwekwa, yaani nani? Yesu Kristo. Kwetu wa Kristo, imani ni ile kuamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Na ndipo pale tunaweza sema kama tuko na wewe lakini hatuna imani moja. Kwa sababu hatuamini njia moja. Na unaenda kuta Yesu anajiswali wakati moja Luka sura 18 mstari ya 8. Atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Yaani mafundisho ambayo tunapokea, mwingine atakayeleta mafundisho mageni isiyokuwa na Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, tuyakatae. Hii mafundisho tuko naanza baletea siye babishope, na mbele ya kuomba Mungu kwanza wabanyene, na mbele ya kutembea na kifoto kabambi hiki. Attention, vinaanza pole vile. Mtu anaingia mkanisa yendo mhubiri na vikwembe kwanza wanavitandika. Na kwa maverse za kujipatia ile vikwembe, Yesu ase alifikaka wakamutandikia vikwembe hivi na hivi. Lakini hange. Maana imani ya kweli ambayo Paulo alipenda kukazia kila mara ni kuonyesha kama nje ya Yesu Kristo hakuna imani. Na Yesu ambaye anakuwa ndani ya Yesu, kuna kuwaka njia zenye anafuata. Na ni hii zaidi alipenda kazie na kuambia Timotheo, unaenda kule lakini attention, kuna mission. Wende uwaimarishe. Kuimarika njo changamoto ya kanisa la leo. Wakristo wako wengi kanisani, na kuna wale ambao wamefanya miaka lakini bado hawajaimarika. Kidogo tu na ninatoka mkanisa hapo. Kidogo tu na korala au nawachia. Kidogo tu na ule pastere yabo hayanitembelea. Mutatu. Mkristo mwenye hajakamilika ni Mkristo wa mihali. Lakini sasa bahati mbaya ndio wako mingi makanisa. Na kuna wengine hata kwa bahati mbaya banaweza kuwa hata na nitaita cheo, lakini niite nini? Huduma. Position fulani mkanisa. Anaweza kuwa nayo lakini angali hajakamilika. Na yeye angali tege. Na yeye angali anaweza peperushwa. Muda huu ni wa kujipima wapendwa. Je, niko wapi? Niko katika wale wameimarika ama bado? Ninasikia mara na mara hapa tukiwa kwa mikutano ya conseil élargi, bananiambia kusema lakini hapa hatuna shule ya kuimarisha watu. Ndiyo. Lakini acha nikwambie, mafundisho yote unayopata ni ya kukuimarisha. Ni shule. Lakini pia nikwambie, hata hii tunabafundishaka ni kidogo, ni teori. Yaani ni ya maneno. Lakini mimi ninapenda Mungu sababu akitaka imarisha mtu anamuingiza mshule ambayo utatoka kama wewe peko meivya. Unaelewa Kiswahili ya kuivya? Kuivya. Maanake Mungu akikutia muklase, muekole ya affermissement,
Na haiko mtu ndo anajichagulia ka section. Kwa Mungu hawezi enda kusema unitie maternelle Mungu. Au unitie mwa universite ya hapa pembeni. Mungu ndo anakuonaka. Ndo anasema pita mwa hii klasi. Na haiko wewe ndo utasema Mungu mwaka imeisha ni hame klasi. Haleluya. Tunaelewa Biblia. Kuna wakati huko maisha, kumbe huko mklasi yenye Mungu alikutia ndani. Klasi ya Mungu iko komplike. Komplike sana. Komplike sana. Amen. Affermissement ama kuimarika si jambo la mtu mmoja, linahusu Wakristo wote. Linahusu Wakristo wote. Hata mimi mchungaji siwezi kujisifu na kusema tayari nimekamilika kunivo top. Ningali mu masomo na mimi ya kuimarika. Si pale mnashangaa sasa. Lakini ile ndio kweli na tutaielewa tu. Yaani kuimarika ni shule ambayo hakuna Mkristo anapaswa kuepuka. Kila Mkristo anapaswa kuikubali. Lakini pia acha nikwambie kuimarika nayo tena kitu kingine ni masomo haiishake mpaka parapande tariaka. Sasa masomo gani yenye haishake? Sababu chapitre zinakuwa na badilika kulingana na nyakati na majira. Si unaona Ijumaa mama tulipitisha? Ulikuwa mklase ya ngapi? Mama sema university. Labda ulikuwa tu mklase kwanza preparatoire ya kutosha woga. Ndiyo Paulo akasema kwa Korinto wa kwanza sura 10 ile mstari wa 12, kwa hiyo anayejizania kusimama angalia asianguke. Angalia asianguke. Kuna hatari mtu akianza sema mimi nimeisha fika. Wakristo muwe wanyenyekevu. Tuwe wanyenyekevu. Hakuna Mkristo ambaye anaweza sema mie mkiroho nilisha fika. Na ukitangaza Mungu atakutia mklase wewe mwenye utajiona zero. Anakutia tu interrogation mwa pa. Unasema hivi ndio viko. Ndio maana tuwe wanyenyekevu siku kwa siku. Paulo akamwambia Timotheo kwenda imiza ndugu zako. Maana Paulo alipenda afuatane na hawa ndugu ambao walikuwa katika shida, ambao waliacha katika magumu, ambao hawangelibaki bila kusaidiwa. Niseme maneno mawili ambayo kule mafundisho yangu vizuri mbele tuombe. Ukitaka uimarike vizuri na ukitaka kuanza kusema eske nilishaanza imarika, kuna maindikateur, kuna alama zinaweza saidia mtu. Ziko mingi lakini acha mimi nishike mbili tu sababu hatuna muda mrefu. Kuimarika katika imani ni kusema umeshajua kutafsiri lugha ya Mungu. Yaani umeanza jifunza kutafsiri lugha ya Mungu, masemi ya Mungu. Mbona Mungu yeye peka anasema Isaya 55, anasema kusema mawazo yangu sio mawazo. Sasa tutamtafsiri hii. Na anasema hakuna kuoneza mfuatia gisi wa journalist wanakuwa na poser ma question.
wanamfuata na mikro. Anasema njia zangu sio njia, gisi mbingu zinaachana na dunia, ndio vile mawazo yangu inaachana na, gisi mbingu inaachana na dunia, ndio vile njia yangu inaachana na njia. Sasa utajua lugha ya mtu wa hii. Ayubu mwenye alipataka magumu ya maisha nayo wa watu. Ayubu naye akajikuta mwa hii maneno. Wakati tunasoma Ayubu 33 kwa ile mstari yake ya 14, yeye anasema Mungu anasemaka ngambo na ngambo. Ninaipenda mu français ndio kose nasemaka mzuri. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. So mu Kiswahili natoka tuase kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Hivi hatuelewi mzuri Kiswahili. Au moins les français. Au moins les français. Sasa unasikia Mungu anasema tantôt d'une manière, tantôt d'une. Donc, anaweza kukuzungumzia leo mulugha ya Kihunde. Kesho wakati unakutana naye alishakuwa Mchigiriki, unasema haiko Muhunde ndio niona jana. Hey. Mungu, tutajuaje masemi yako? Elia nabii mkubwa, wakati unakutana Biblia Wafalme wa kwanza sura 19. Elia ameshafanya miujiza ya ajabu. Mungu amemtumikisha ya ajabu. Kwa mlima wa Karmel anaomba moto ya mbingu shuka, ikashuka bila tarimeti. Na ye peke Elia na akasikia ambiance spirituelle. Mpaka mwa ile raha akakuwa na kuraje na nguvu za kuchinja hata manabii wa Baali. Sasa sikia, angali mwele ambiance spirituelle. Jezebeli anasikia habari, anamutumia habari, ukiishi kesho marake mimi siko. Jezebeli mke wa Ahabu, nijipimanishe naye kumaisha. Nabii mkubwa kata kahabu. Elia. Mtu akikimbia msimcheke. So mama walikuwa mama walikimbia habana imani. Hapana. Hapana. Mungu anaweza kuambia wewe toka kwanza. Si aliambiaka na Yesu mfiche Yesu kwanza quelque part. Hakuna vya imani pale. Fulani hana imani, mwali bakia ndio yuko na imani. Mnachokozanaka. Elia akakimbia. Sasa anakimbilia wapi? Hajui kwenye anakimbilia. Unajua wakati mtu kuna uoga anakimbia tu hajui anaenda wapi. Sijaba mmoja. Naona wanasema tunakimbia, unaenda wapi? Sasa Bukavu. Bukavu. Sio kienda siata. Asa no, nikifika Bukavu kama viko bien naendelea Bujumbura. Bujumbura waishafunga frontiere. Unaenda wapi? Wakati mtu anakimbia, ni kusema woga tu inambebaka tu. Elia nabii mkubwa anaenda anajikuta kwa mjangwa. Hakubeba chakula, hakubeba maji, ndio anajikuta mchoko, joto, jua inampiga. Mpaka Elia anasema hapa binaisha. Akajitupa chini ya mti ya mretebu. Na para anasema sasa Mungu tenda muujiza tena. Akazalia kisi ile mboto ilishuka na hapa vitashuka tena. Mungu lugha yake iko komplike. Lugha Mungu iko komplike. Ndio maana tuache kujitapa na kujivuna. Mungu akikupa unabii leo, Mungu akikupa ufunuo leo, kesho usiende Ichuruza amu unazania sasa itakuwa sawa jana. Si ndio pale watu wanaingilia magumu.
Unaweza tabiri hapa bina reisir. Kesho anasema acha nipime na kwa huyu sasa vitareisir. Bina rate. Kisha anasema Mungu haiko seria, wewe ndio hauko. Elia anaita, analalamika, Mungu anabaki kimya. Kuko wakati Mungu anajinyamaziaka. Na usimulaumu, nao ni lugha yake. Sisi ndio hatuijuake. Lakini kitu lilishangaza Elia mwaile colère. So nazali para colère. Jala, mchoko, deception. Mungu mwenye nitumikia. Tena Jezebeli hata ni wajuu ya Mungu na Mungu ananiachilia. Ikakuaje sasa? Akasema acha nikufe maana siko mzuri kushinda bazama. Nami nikufe. Busingizi, mwale busingizi anasikia malaika na mgusa. Lamuka. Malaika amemletea chapati, kama ni chapati ya kwa mitima. Kama vyaye. Biblia nasema tu, asema akaleta mkate. Tena mkate, sikia wahunda sena nyama. Mkate na nite muteri za karabia ya maji pembeni. Wakati analamuka binatoka ye. Biblia nasema seme bilikuwa vimechamushiwa, vimepigwa kwa mafiga ya Mungu. Hata wakati Mungu anabaki kimya, kumbe Mungu iko natutarishia chapati, iko natutarishia karabia ya maji, ili tuamuke atufariji. Haleluya. Lugha ya Mungu. Atana nyamaza niko nasema tu. Atana nyamaza niko natumika tu. Biblia inatuambia akalamuka akaendelea safari tena ya Horebu. Ni kusema ata mtu iko berger, pasteur, intercesseur, prophète. Kuna wakati nase lugha ya Mungu natukorogaka. Yohana Mbatizaji mnajua habari yake. Wakati unasoma mu Yohana sura ya 1. Yohana ye peke ndio alifika kiko natangaza, nindafika kutangaza kuko Bwana atafika. Masia atafika. Mimi nimefika tu kutayarisha ujio yake. Si ndio protokole ule? Na yeye kamba yake ilase ya sandal siwezi hata kuigusako. Sasa siku moja akanya mprison. Si Jean Baptiste. Mprison anasikia huyu mwenye alitangaza iko nafanya miujiza. Iko naponya watu, iko nafanya miujiza ajabu. Sasa mie mwenye nilimtumikiaka, muujiza kunitosha tu mprison ndio namshinda. Hapana. Labda ni mwingine huyu. Akatuma wajumbe, mwende mumwambie. Nadhani akusemaka sema mwende muone Yesu. So hakuamini kama ndio Yesu. Biblia nasema tu mwende muulize ule Bwana mwenye alifika ni yeye au tungojee mwingine. Unaona kunivua yenye mtumishi wa Mungu wa juu anafikia. Niwaambia dimanche passé, mwenzako akipata problemu usimchekelee. Na usiseme imani yake ni haba. Kuna wakati uko mu ekole yenye Mungu alikuchagulia. Bakucheke nayo ni ekole tu. Kuchekewa ni ekole. Siku wanacheka mtu. Wanakudharau, wanakutukana, wanakukatala, na mjamaa anakukatala. Mpaka na wewe peko naanza jichukia, unasema na mimi kwa ila kitu. Lakini kisha ile ekole Mungu tena anainuaka mtu. Mungu anainuaka tena mtu. Paulo ambaye anaandika mabarua naye alikutanaka na shida kama hizi wakati mmoja. Wakati unasoma Paulo
kwa Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari ya 7 hadi ya 9. Paulo, Biblia anasema asema kapigwa kana shetani mwiba. Ingelikuwa kase Paulo alikuwa kabutembo, angeliandika aseme mulonge ndio limupigaka. Mpaka anasema nikaomba Mungu mara ngapi? Mara 3. Uniponye na hii mwiba. Uniponye na hii mwiba. Itoke inanitesa. Lakini Biblia inasema jibu ikakuaje? Neema yangu yatosha. Wakristo, neema ya Bwana inatosha. Sababu neema ya Bwana inaweza geuza maisha ya mtu. Neema ya Bwana inafanyaka kenye mtu hangeliweza. Neema ya Mungu ikikuwa juu yako, hauna lazima hata kupakala mafuta bei kazi. Tuona tu na ile mafuta ya kambiri wanaanza sema ile ndio koranuka bia. Neema ya Mungu ikiwa juu ya mtu, si batenda kukutafuta. Haiko tena ndio utatafuta watu. Neema ya Mungu ikiwa juu ya mtu, nini haitawezekana? Ninaacha ile poe ya pili sababu saa imeenea. Lakini nashukuru Mungu sababu neema ya Bwana yatosha. Haleluya. Sitaogopa vitisho vya dunia. Tusimame basi. Nimeuona mkono wake Bwana. Kamata mikro. Sitaogopa muujiza wake Bwana. Sitaogopa masemi ya dunia. Yehova ndiye anilinda. Bwana ndiye mchungaji wangu mimi. Bwana ndiye kimbilio langu mimi. Unaweza kuambia tu Mungu kusema unifundishe lugha yako. Hata binakuwa makali lakini uko unanionyesha neema yako ni pamoja nami. Maana hii neema inatosha. Neema yake inatosha. Neema yake inatosha. Banaweza kukupie mali yako, lakini neema ya Bwana kama ingali na wewe, ingali takurudishia vya zaidi. Magonjwa inaweza kupiga, lakini neema ya Bwana inatosha. Unaweza chukiliwa, lakini neema ya Bwana iwe juu yako. Neema ya Bwana iwe juu yako. Asante Mungu Baba kwa neema yako juu yetu. Asante Mungu Baba kwa faraja yako, kwa kutuhimiza. Neno lako litawale maisha yetu kwa wingi. Bariki wana wako hawa, wagonjwa kati yao, neema yako iwe juu yao. Wanaopigwa vita, mashambulizi, neema yako iwe juu yao. Asante Mungu Baba. Shangilia Mungu kwa vigelegele. 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 Hallelujah. Amen.